Kwa majina naitwa Simon Peter Simalenga, ni mkuu wa wilaya Bariadi. Kimsingi wilaya ya Bariadi na mkoa wa Simiyu kwa ujumla, kwa sababu pia namwakilisha mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Namringi Macha, kwamba hali au mazingira ya uwekezaji kama ambavyo wenzetu wa mamlaka ya uwekezaji ambao wamekuja kututembelea, kwa kweli mazingira ni mazuri. Ardhi kwanza kwa ajili ya uwekezaji ipo na imepangwa vizuri kwa halmashauri zote. Inasababisha sasa mkoa wa Simiyu kwa ujumla kuwa na mazingira rafiki kwa ajili ya uwekezaji. Na kwa eneo la ardhi ambalo tuko nalo, ukiondoa hiyo uhakika wa umeme na uhakika wa maji, manake hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanapokuwa ya uhakika, ina maana mazingira ya uwekezaji inakuwa ni mazuri zaidi. Lakini miundombinu ya barabara zinajengwa kupitia wenzetu wa TANROADS na zingine ambazo ziko chini ya TARURA. Lakini uamuzi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 kwamba miongoni mwa mambo ambayo ataenda kuyafanya ni kujenga train ya mwendo kasi ambayo itaanzia Arusha, itapita Bariadi mpaka kwenda Musoma, ni moja ya mazingira rafiki sana katika mazingira ya uwekezaji. Kwa mimi ni waombe wa Tanzania, unapozungumzia mkoa ambao unalima pamba kwa wingi, ukiondoa mikoa mingine, Simiyu ndio inalima pamba nyingi kuliko mikoa mingine, kwa sababu zaidi ya 60% ya pamba inayolimwa Tanzania inatoka kwenye mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo tungetamani wawekezaji waje kuwekeza Simiyu, hasa kwenye eneo la viwanda vya nguo, lakini hata kujenga viwanda kwa ajili ya vifaa tiba. Of course serikali ina mpango kujenga kiwanda kwenye wilaya, halmashauri ya wilaya Maswa, lakini hiyo peke yake haitoshi. Tunaweza tukawashawishi, tukawaomba wawekezaji wakaja zaidi kuja kujenga viwanda vingine kwa maana ya nguo, lakini viwanda kwa ajili ya vifaa tiba, kwa sababu mahitaji bado ni makubwa. Na hiyo sasa maana yake itapelekea pamba yote ambayo inapatikana nchini tukajikuta inabakia hapa badala ya kusafirishwa kwenda nje ya nchi. Kwa hiyo kama ni nguo zinatengenezwa hapa, pamba inapatikana hapa, na hiyo inaweza kawasababishia sasa hata wakulima wakaongeza kilimo, wakalima kwa ukubwa zaidi, na kwa kuzingatia kwamba Mheshimiwa Rais ameweka mbegu ya pamba anatoa kwa njia ya ruzuku, madawa anatoa kwa njia ya ruzuku, ametuletea matrekta. Kila halmashauri na wilaya Bariadi tumepokea matrekta 31 kutegemeana na kata, ya idadi ya kata tulizonazo, na akatoa maelekezo kwamba kama trekta la mtu binafsi inaweza likamlimia mkulima kwa shilingi 50,000 mpaka 60 kwa heka moja, yeye ameelekeza matrekta ambayo nimepeleka basi mkulima angalau limewe kwa kiwango kisichozidi shilingi 35,000. Lakini kuna pikipiki, kuna baiskeli ambazo zimeletwa. Tuna maafisa ugani zaidi ya 2,000 ambao Mheshimiwa Rais amewaleta kwenye kila kijiji kwa mkoa mzima, ili kuhakikisha kilimo kwa ujumla wake, ukiondoa pamba na mazao mengine yanalimwa kwa tija. Hiyo ni chachu ambayo itawapelekea wakulima walime zaidi pamba na mazao mengine ya chakula. Kwa hiyo kama akija mwekezaji na wakapata uhakika kwamba pamba yetu itauzwa hapa na wapo watu kwa ajili ya kununua na kujenga viwanda kwa ajili ya kutengeneza, kama nilivyosema mwanzo, nguo pamoja na vifaa tiba, maana yake hamasa itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo ni waombe wachangamkie fursa hiyo, wakati ni sasa. Mazingira ya uwekezaji ni mazuri, hakuna urasimu. Sisi wote hata kama tuko vijijini huku, lakini tunaona wenzetu wa mamlaka inayosimamia masuala ya uwekezaji wanafanya kazi kubwa na nzuri. Kwa hiyo tuchangamkie fursa hii na tuwashawishi wawekezaji waje kwa wingi. Sisi tutakuwa tayari kuwapokea. Na mimi kama mkuu wa wilaya kwa kweli nimejiwekea utaratibu. Sipendi kuona mwekezaji yeyote atakaye kuja kwenye wilaya hii anakutana na urasimu wa aina yoyote. Sitegemei. Kama kuna jambo ambalo mimi naweza nikalifanya, anahitaji umeme ufike, nitasimamia umeme ufike. Kama ni maji yanahitajika yafike kwenye eneo la mwekezaji, nitahakikisha maji yanafika. Kama kuna vibali vinatakiwa vitoke, nitahakikisha vibali vinapatikana bila kucompromise sheria, kanuni, taratibu na miongozo. Lakini tusingependa mwekezaji aje akae muda mrefu, kwa sababu tunatamani waje na tungetamani kuwavutia waje kwa wingi zaidi.